Kinachoendelea Iran na Marekani, kuna uwezekano mkubwa sana mtu mzima akaibishwa na mdogo ambaye inawezekana walikuwa wanamuona mtoto mdogo sana Iran. Lakini kwa kinachoendelea, mabibi na mabwana, Iran inauambia ulimwengu kwamba usimdharau mtu usiyemjua. Sasa kabla niwaambie matukio ambayo yametokea usiku wakati wewe umelala, naomba niwakumbushe kuhusiana na PMP Company Limited. Bana, hawa wanajenga vyoo vya kisasa ambavyo havijai kabisa. Tunafahamu sasa hivi ni msimu, maeneo mengi mvua zinanyesha na wengine wanatumia nafasi hiyo kutapisha vyoo na mambo mengine. Sasa wapigie simu sasa hivi PMP Company Limited kwa simu namba 0768643243. Wanajenga vyoo vya kisasa ambavyo havijai. Umechoka kuita gari ya kunyonya uchafu, pengine inawezekana umegombana na ndugu jamaa na marafiki kwa sababu ya labda choo chako kuja kutiririsha uchafu. Sasa jenga choo cha kisasa na PMP Company Limited. Choo hiki hakijai maisha yako yote. Kama upo kwenye kituo cha mafuta kwa maana ya Shell, labda misikiti, makanisa, shule, mtu binafsi, kwa vyovyote vile, piga simu sasa hivi kwa PMP Company Limited. Wanafanya kazi nchi nzima. Tumieni hii fursa sasa hivi ili muweze kujenga vyoo vya kisasa ambavyo havijai. Sasa naomba niwaeleze au niwapeleke moja kwa moja kwenye matukio ambayo yametokea usiku wakati wewe umelala. Tutadonoa dondoo kidogo za kile ambacho kimetokea usiku wa kuamkia leo. Jeshi la Iran pamoja na kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC vimesema viko tayari kikamilifu kwa sasa, vinangoja meli za kijeshi za Marekani katika mlango wa bahari wa Hormuz ambao una umaarufu kama Strait of Hormuz. Haya yanasema na msemaji wa IRGC Ali Mohammed Nain, ambaye amedai kuwa mwisho wa mzozo huo utaamliwa kwa masharti ya Iran. Vikosi vya ulinzi wa Jamhuri ya Kiislamu vya Iran vinangoja msafara wa meli za kijeshi za Marekani katika eneo la mlango wa bahari wa Hormuz, na pia vinangoja kuwasili kwa meli kubwa ya kubeba ndege za kivita Gerald Ford, amesema Nain, katika kile kinachoonekana kuwa ni jibu kali kwa rais wa Marekani Bwana Donald Trump. Amesema amekuwa akidai kuwa kuna uwepo wa meli za kibiashara na kijeshi katika eneo hilo na kwamba zinapita kwa urahisi katika mlango wa bahari wa Hormuz, wakati ukweli ni kwamba meli za Marekani, vyombo vya majini na ndege zote za kivita zimekimbia eneo hilo na sasa zimepiga kambi umbali wa zaidi ya kilomita 1000 ili kuepuka makombora yenye nguvu na ndege zisizokuwa na rubani, drones za Iran. Hii ni kauli ambayo imetolewa na Wairan wenyewe. Sasa baada ya tamko hilo la Iran kupitia IRGC, wa Marekani wamesema hivi, wa Truth Social pamoja na mitandao mingine ambayo anaitumia, ameandika maneno haya yafuatayo: iwapo Iran itafanya jambo lolote litakalosababisha kusimama kwa mtiririko wa mafuta ndani ya mlango wa bahari wa Hormuz, basi itapigwa na Marekani kwa nguvu mara 20 zaidi kuliko ilivyopigwa hadi sasa. Aidha, tutashambulia malengo ambayo ni rahisi kuyaharibu, hatua ambayo itafanya iwe karibu kutowezekana kabisa kwa Iran kujijenga upya kama taifa tena. Kifo, moto na ghadhabu kali vitawatawala, lakini ninatumaini kuomba jambo hili lisitokee. Hili ni zawadi kutoka Marekani kwa China na kwa mataifa yote ambayo yanategemea sana matumizi ya mlango wa bahari wa Hormuz. Natumaini kuwa huu au itakuwa ni ishara ambayo itathaminiwa sana. Asanteni kwa kuzingatia jambo hili. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump amezungumza hivyo. Wa Iran wamemwambia hivi, sisi, yani hata Marekani itoe vitisho vya aina gani, wao wanasema wako tayari, wamejiandaa kwa ajili ya kupambana. Taarifa nyingine ambayo wakati usiku wewe umelala ni kauli iliyotolewa na serikali ya Korea Kusini, ambao imewahakikishia wananchi wake kwamba wanaweza wakaondoa mifumo ya ulinzi wa makombora ya Marekani ambayo ipo pale Korea Kusini, ile Patriot pamoja na zile THAAD, kutoka katika rasi ya Korea na kwenda Mashariki ya Kati, lakini wanasema jambo hili halitapunguza uwezo wa kuzuia vitisho kutoka Pyongyang. Kulingana na jinsi hali itakavyoendelea, USFK kwa maana US Forces Korea inaweza kupeleka baadhi ya mifumo ya ulinzi wa anga nje ya nchi kulingana na mahitaji ya kijeshi yaliyopo hivi sasa. Amezungumza Rais Lee Jae-myung wakati wa kikao cha baraza la mawaziri ambacho kimefanyika tarehe 10 mwezi wa pili mwaka
2026. Anasema ingawa tumeeleza upinzani wetu, kweli ni kwamba hatuwezi kulazimisha msimamo wetu kikamilifu. Leo ameongeza kuwa Seoul inatarajia vikosi vya Marekani vilivyopo nchini humo kuendelea kuchangia utulivu wa amani katika rasi hiyo ya Korea. Na upande wa Tehran wamekuwa wakisisitiza kwamba uwepo wa kambi za kijeshi za Marekani katika nchi nyingine hazifanyi nchi hizo kuwa katika hatari zaidi na kuzigeuza kuwa malengo ya kwanza ya kushambuliwa iwapo vita vitazuka. Yani wa Marekani kwa kifupi ni kwamba wameilazimisha Korea ya Kusini ipeleke silaha kule nchini, yani ipeleke silaha kwenye base zilizopo karibu za Marekani ili silaha hizo zikafanye mashambulizi kule Iran. Sasa hapa nafikiri watu ambao mnafikiria mbali zaidi mnaelewa kwamba Marekani hakusoma vizuri skripti ya kwenda kuishambulia Iran. Marekani ametumia muhemko kwenye kufanya mashambulizi Iran, na ndio maana Iran alifanya mashambulizi katika maeneo yote ambayo kuna kambi za Marekani, akiamini kabisa kwamba Marekani bila kuwa na hizo kambi zilizopo katika mataifa jirani na Iran, basi Marekani sio lolote, si chochote. Sasa kwenye ripoti ya wakati wewe ukiwa umelala, kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC kimesema wimbi la 33 la operation yake ya kulipiza kisasi ambayo inafahamika kama Operation True Promise 4 ambayo imezinduliwa katika saa za hivi karibuni ilihusisha kurushwa kwa angalau makombora 10 ya masafa ya kati aina ya Kalb-Shekan yanayotumia mafuta imara na kubeba vichwa vya milipuko vyenye uzito wa tani 1. Hii ni ripoti ambayo wewe ukiwa umelala ilikuwepo. Malengo ya mashambulizi haya yalijumuisha mji mkuu wa Israel Tel Aviv, kambi ya jeshi la wanamaji la Marekani Fifth Fleet iliyopo Bahrain, pamoja na vituo vingine vya kijeshi vya Marekani katika eneo hilo. Hata hivyo, licha ya madai ya Tehran kuhusu mafanikio ya mashambulizi haya, bado hapajawekwa video au picha za uthibitisho juu ya mashambulizi hayo, huku Israel na nchi za Ghuba zikidhibiti taarifa ambazo zinahusu madhara ambayo wanayapata hao wa Israel pamoja na wa Marekani kwa ujumla wao. Sasa kwenye ripoti hizo nyingine, angalau upate mkusanyiko wa ripoti za usiku wa kuamkia leo. Bana, mshauri wa IRGC anasema tuko tayari kwa vita miaka 10 dhidi ya Marekani. Hii ni noma. Mshauri wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC Brigadier General Jabbar ametishia waziwazi Marekani akisema kwamba Iran iko tayari kwa vita vya kudumu kwa muda wa muongo mmoja, yani miaka 10. Kwa mujibu wake, Jabbar anasema kwanza wana akiba ya makombora na ndege zisizo na rubani drone za Iran ambazo zimejaa na zinaendelea kutengenezwa, lakini pia silaha zinaendelea kutengenezwa kila wakati na wanasayansi wa Iran. Akasema front ya upinzani inafahamika kama Resistance Front iko tayari kujiunga katika mapambano sana wakati wowote. Lakini pia amedai kwamba vikosi kutoka Iraq, Lebanon na Yemen vipo tayari kuingia katika mzozo huo, na kusema lengo lao litakuwa ni kuyatuma majeshi ya wanamaji Marekani hadi chini ya bahari. Kauli hii inaonyesha kiwango cha kujiamini ambacho bado uongozi wa Iran unakani pamoja na hiyo Iran. Hii ni taarifa nyingine ngumu zaidi ambayo imetolewa na hao watu wa Iran wakisema kwamba they are ready for war even for 10 years to come. Hii ndio kauli yao nyingine. Na ripoti nyingine ambayo nikasema by the way ni lazima pia mabibi na mabwana muweze kuisikia, ni ile kauli ambayo imetolewa na rais wa Marekani. Rais Donald Trump ameionya Tehran kwa vitisho vya kifo, moto na ghadhabu kali, akisema kwamba kujizuia kwa Marekani hadi sasa ni zawadi kwa China na mataifa mengine. Na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amemwambia mwenzake wa Iran Masudi kwamba ukiukwaji wa anga na nchi yake hauwezi kukubalika kwa sababu yeyote ile, na kwamba Uturuki itaendelea kuchukua hatua zote kinaendelea. Kwa maana mtakumbuka hiyo juzi tuliona Iran walipitisha kombora lao juu ya anga ya Uturuki na likanaswa. Sasa Iran
wao wanasema yani no matter wewe uko muungano wa NATO, sijui wewe uko wapi, wao watafanya lolote ambalo wanaliweza katika namna ambayo pia wanaiweza. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran iko tayari kutengeneza kwa pamoja uchunguzi na Uturuki ili kuona hicho ambacho kimezungumzwa if is then right. Sasa naomba niweke nukta hapa kwa ripoti moja ambayo nadhani hii ni ya msingi zaidi ili mjue ndugu zangu. Tunafahamu sasa hivi nchi za magharibi zipo kwenye mtanziko na mateso mazito zaidi baada ya Mojtaba Ali Said Khamenei kutangazwa kuwa ndiye ayatola mpya ambaye amemrithi baba yake Ali Said Khamenei. Sasa kulikuwa kuna sintofahamu inaendelea kati yake na serikali. Yani nchi za magharibi zilisema kuna sintofahamu inaendelea kati yake pamoja na serikali, kwa maana ya rais wa taifa hilo Masoud Pezeshkian. Sasa ili kuthibitisha kwamba nchi za kimagharibi zinajaribu kutengeneza propaganda ambazo zina propaganda ndani yake, yani propaganda za kijinga, ameandika maneno haya rais wa Iran anaitwa Masoud Pezeshkian. Naomba niyasome. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu, Mheshimiwa Ayatollah Said Mojtaba Hussein Khamenei, kwa imani thabiti katika ahadi za Mwenyezi Mungu na kupongeza kwa dhati kwa kuchaguliwa kwako kuwa kiongozi wa tatu wa mfumo mtukufu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kupitia kura ya wazi na yenye busara ya wajumbe wa baraza la wataalamu wa uongozi, umechaguliwa kuwa mrithi sahihi wa shahidi mwenye hadhi kubwa na mwenye hekima wa zama hizi, Ayatollah mkuu Imam Khamenei, Mwenyezi Mungu amrehemu. Uchaguzi huu unaashiria mwanzo wa kipindi kipya cha heshima na nguvu kwa taifa la Iran. Uamuzi huu wenye thamani ni dhihirisho la mapenzi ya umma wa Kiislamu katika kuimarisha umoja wa taifa, umoja ambao kama ngome imara umeifanya jamii ya Iran kuwa na uwezo wa kusimama kidete dhidi ya njama za maadui. Mafanikio ya baba yako shahidi mwenye heshima kubwa katika kulinda mfumo wa dola na kuinua mapinduzi yameweka msingi thabiti kwa mustakabali wa Iran. Chini ya uongozi wako, msingi huo utaifikisha Iran katika upeo unaong'aa wa uhuru endelevu, maendeleo ya kisayansi na teknolojia pamoja na maendeleo ya pande zote. Ni mustakabali ambao maendeleo, haki ya kijamii na heshima ya kimataifa vitakuwa matunda matamu ya umoja na busara. Iran ya Kiislamu katika historia yake yote imeonyesha kwamba inaweza kusimama imara mbele ya changamoto na magumu, na kwa kutegemea hekima ya pamoja ya iman na juhudi endelevu tumeweza kuvuka hata vikwazo vigumu zaidi. Lakini pia kwa kutegemea hazina hizi muhimu na kwa kutumia uwezo wa wasomi wote wenye mitazamo tofauti, vijana wenye uzalendo pamoja na viongozi wa nchi wenye kujitolea, Iran itaendelea kusonga mbele licha ya uchokozi wa kikatili na wawazi wa utawala wa Kizayuni na Marekani ambao ni wahalifu. Kwa busara na maandalizi yaliyowekwa kwa kiongozi wetu shahidi pamoja na upinzani wa mfano wa taifa tukufu la Iran na adhma thabiti ya majeshi ya ulinzi yenye kujitolea, njia ya ufanisi na maendeleo itaendelea kufunguliwa. Bila shaka kuvuka changamoto za sasa pia kutawezekana chini ya uongozi wako wenye hekima na kwa kuunda mazingira ambayo yanajengwa juu ya imani, mshikamano, ushiriki mpana na mapambano dhidi ya taifa letu. Ninamuomba Mwenyezi Mungu akujalie heshima na mafanikio katika kulinda umoja huu mtakatifu na kuijenga Iran ambayo imeendelea na Iran yenye uhuru. Masoud Pezeshkian, rais wa Jamhuri ya Kiislamu. Naomba nisiongeze neno lolote kwa sababu hilo ni tamko ambalo limekwenda kuziba kabisa utapeli na propaganda ambazo zilitengenezwa na nchi za kimagharibi. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.